utaratibu ambao kwa muda mrefu kuchora dira ama utaratibu ambao utaongoza nchi za Mashariki ya Kati ama nchi za Guba. Kwa ukiona nchi za Guba zinaishi hivyo, haziishi kwa peke yake. Ni script ambayo imetengenezwa kwa ajili ya wao kuishi, way of maisha yao yaishi hivi. Yaani wanawapangia waishi hivi ama wanavyotaka wao. Hata maisha unaoishi wewe ndugu yangu, ndio umepangiwa. Okay. Ndio hata leo pia unajua utaka kufanya repair nyumba yako unalipa kodi. Sawa. Kuna ushuru unalipa, unafahamu? Ndio, natakiwa kwanza uchukue kibali kile ulipe. Chukue kibali Ndio. Na sasa hivi nimesikia kuna waziri mmoja anaongelea kwamba kama nyumba zina swimming pool zilipie kodi. Sasa kuna watu tu ambao wanapanga utaratibu wa maisha. Okay. Ambao wao huasiri na tuasiri sisi huku chini. Kwa pia huko katika ulimwengu sasa wale wakuu wa dunia. Ndiyo. Kuna mambo ambayo wanayatengeneza, wanayaratibu kwa ajili ya mkakati. Okay. Kwa hiyo maisha ya Mashariki ya Kati ishachongwa tayari iwe hivi na hivi. Na mpango uliotengenezwa ni Israeli itawale lile eneo. Okay. Na Saudi Arabia awe mkuu wa Waarabu. Okay. Kwa hiyo Waarabu watakufanya chochote kile lazima muone nani? Saudi Arabia. Au nchi zote zile pale zimuone nani? Saudi Arabia. Lakini bosi wao ambaye atakuwa anatakiwa kuwa na nguvu za kijeshi ni Israeli peke yake. Hata juzi Netanyahu akasema kwamba Misri imeanza kujiongezea nguvu za nini? Za kijeshi. Kwa hiyo naye iangaliwe. Kuna watu wamepiga maneno pale kwamba akitoka Iran anafuata nani? Anafuata Misri. Naona Misri haiwezi kupigwa. Yeah. Lakini labda tu kama ajitimue. Lakini Israeli anamwinda sana Uturuki na Pakistan. Okay. Wanataka zile nuclear za Pakistan ziharibiwe. Na ushazi downgrade zimeshafika katika sasa wamemwambia sizifanyie marekebisho. Hiki kitu ndio kinachochanganya zaidi. Israeli hapatani na Pakistani, lakini hapo tunaona kama Pakistani anatumika na Marekani. Kwa damu na fulani tunavyoona dalili. Hii inaitwa kisiasa inaitwa debt sword. Okay. Umeelewa nikisema hicho kitu? Kwamba panga chafu au upanga mchafu. Okay. Yaani unaweza kutumia upanga mchafu kutimiza malengo yako. Okay. Hata kwenye siasa za Tanzania hapa tunaona unakuta leo CCM inamnunua mtu wa Chadema, au sio? Okay. Inamtumia baadaye na mdampu. Okay. Sio kuna watu leo wanasifika leo tuwajui tena. Wapo tunaona tu. Ilikuwa lakini kuna muda fulani walitumika hiyo ni katika ulimwengu wa siasa, si jambo la ajabu. Hata mimi hapa nalizungumzia. Hilo ni technique za kisiasa tu. Ukisema ile Hegelian direct. Ndio. Kuna hizi siasa zinasomwa. Ni technique. Sasa ndivyo wewe unakuta wanakutumia kwa maslahi yao, ila si kwamba wanakupenda. Okay. Kwa hawapendi mfumo wa siasa ya Pakistan. Mtoto mpendwa